Mmekuja kusikiliza jeshi la polisi wanasema nini. Mmetuheshimu na kuja hapa kwa ajili ya kutusikiliza. Hilo ni washukuru sana. Afande kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza alikuwa aje hapa, lakini amepata uzuru, kwa hiyo kanituma nije nimwakilishe. Bajaji mimi nataka ile ya kwangu. Bajaji kazi kama kazi nyingine. Bajaji kazi kama kazi nyingine. Ndio, bajaji ni kazi kama kazi nyingine, kwa sababu ni kitu ambacho kinatupa riziki za kutunza familia zetu, za kutufanya tuishi. Kwa hiyo lazima upende nini? Kazi yako na upende ofisi yako. Mimi nitazungumzia mambo ya ulinzi na usalama. Ulinzi na usalama pia unatakiwa kwa wasafirishaji, si ndivyo? Wasafirishaji nao wanahitaji ulinzi na nini? Na usalama. Popote ulipo unatakiwa ushughulikie masuala ya ulinzi na nini? Na usalama. Hata tunapokuwa kwenye vijiwe vyetu, kwa sababu tuna vijiwe vya bajaji, tunapokuwa majumbani, kwenye vijiwe lazima tuwe tuna kamati za ulinzi na usalama. Zipo hazipo? Kamati za ulinzi na usalama kwa ajili ya kuangalia ulinzi na usalama wa pale ambapo tulipo. Kuna wateja wanakuja mbalimbali kwa ajili ya kupata huduma ya usafiri. Kuna wengine ni wema, wengine sio wema. Kwa hiyo lazima hizi kamati zifanye kazi na tushauriane sisi kwa sisi. Sio anakuja mtu anataka kwenda mbali, labda ni usiku, anasema labda anataka kwenda sehemu fulani. Unamwambia 10,000, habishi, twende. Si ameshataja hela kubwa? 10,000, twende. Unanyanyuka unaenda peke yako. Usiku umjui, ni usiku sana. Kwa tusaidiane sisi kwa sisi pale kwenye video vyetu, tusaidiane sisi kwa sisi. Wanakuja watu wa aina nyingi. Mwingine labda anakuja na kukodi ni mbaya, anataka kunyang'anya bajaji yako, akujeruhi, akuue, akunyang'anya nini? Bajaji. Mwingine anataka kunyang'anya hela ulipokusanya kwa siku, ambavyo ni riziki ambavyo unaweza kutumia nyumbani pamoja na nini? Na familia. Kwa hiyo tuwe makini sana kwenye video vyetu. Zile kamati za ulinzi na usalama, mwenyekiti uko hapa, zifanye kazi katika video vyetu, zifanye kazi na tushauriane sisi kwa sisi. Mshauri mwenzio, vipi hapa, huyu mteja amekuja, wewe unamuonaje? Mnashauriana. Mwenzio anaweza akakwambia ila huyu ila huyu Kwa hiyo tushauriane sisi kwa sisi. Kule mitaani tunapoishi, tuendeleze kuchukua tahadhari ya ulinzi na usalama kwenye mitaa yetu. Kuna vikundi vya ulinzi shirikishi, kwa sababu na sisi wasafirishaji si wananchi, na tunataka ulinzi, na sisi tuna familia. Sisi tunaziacha kule familia, tunakuja kutafuta nini? Riziki. Siku nzima tuko barabarani, tuko huku na huku, tunatafuta riziki. Kule unakoishi kwenye familia, nani analinda familia yako? Kwa hiyo lazima tushiriki pia kwenye mitaa ambayo tunaishi mambo ya ulinzi na usalama. Kuna vikundi vya ulinzi na usalama kupitia wenyeviti wa serikali za mitaa. Kama hutalinda, basi kuna namna ambavyo serikali za mitaa zinafanya ili kuhakikisha wale wanaotulinda tunawafanyaje? Tunafanya wafanye kazi za ulinzi na nini? Na usalama, kuhakikisha kwamba mali zetu na sisi wenyewe tunapata usingizi. Usingizi ni burudani nzuri mpaka asubuhi bila buguza yoyote. Kwa swala la ulinzi na usalama ni kila mwananchi anatakiwa ashiriki shughuli zote za ulinzi na usalama. Hii ni kwa mujibu wa sheria za nchi, Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na sheria ndogo ndogo za halmashauri zinatupasa sisi kushiriki shughuli za ulinzi na nini? Na usalama. Kwa hiyo ulinzi na usalama ni jukumu la kila mwananchi, na linaanza na nani? Linaanza na nani? Na wewe mwenyewe. Ndio maana kule tunakoishi, mtu wa mwisho huwa anafanya nini? Jamani, mtu wa mwisho anayebaki anaangalia TV huwa mnamwambiaje? Kumbe mnajua. Unaweza ufunge nini? Funga mlango, funga geti, funga milango, watu walale. Yule ni ulinzi. Au wengine kule vijijini unakuta mlangoni wameweka nini? Wameweka nini? Mama zangu simko. Wameweka mawe, wameweka ndoo. Ule si ulinzi? Kwamba mtu akija akigonga mlango, ndoo za maji zinafanyaje? Ukimwagika unajua tayari kumekucha, kumechangamka. Ndivyo? Umefanyaje? Kumechangamka. Kwa hiyo ukichangamka na wewe lazima uchangamke. Unaelewana
tunaendelea kama jeshi la polisi kusisitiza amani na nini na utulivu wa nchi yetu. Sisi tushiriki kuhakikisha kwamba tunailinda hii amani ambayo tunayo kwa wivu mkubwa sana, na kuilinda Tanzania ni nani? Ni sisi wenyewe. Hawezi akatoka mtu mbali akaja kutulindia nchi yetu. Nchi yetu natakiwa tulinde sisi wenyewe kwa wivu mkubwa, kuhakikisha kwamba kunakuwa na amani na utulivu, na sisi tunafanya shughuli za kiuchumi kama hivi. Sisi ni wasafirishaji bila kuwa na vurugu wala vitisho vyovyote. Nimekuja kuwaasa, kuna maandamano yanatajwa kwenye nini yanatajwa? Kwenye mitandao. Kuna watu wanahamasisha tarehe 9 tutakuwa na maandamano. Kwa hiyo nimekuja kuwaasi wasafirishaji wa kanda ya Buhongwa tusishiriki haya manini maandamano. Kuna wengine wanakaa kimya hapa, mimi sielewi. Usishiriki nini? Usishiriki nini? Matokeo yake tufanye nini? Tufanye kazi na tushirikiane sisi kwa sisi na tuambizane sisi kwa sisi kulinda nchi yetu kwa wivu mkubwa, kuhakikisha kunakuwa na amani, na sio kila mtu aendelee na nini? Aendelee na nini? Na kazi yake kwa ajili ya kujipatia vurugu. Vurugu zikitokea jamani kwenye nchi, kuna nchi wanaweza wakatukaribisha tukaenda. Nchi yetu ni Tanzania. Kwa hiyo lazima tuipiganie, tuilinde kwa nguvu kubwa na kwa wivu mkubwa, na kwa kuilinda ni nyie wenyewe. Hapa naona vijana ni wengi sana, na vijana ndio wana nguvu za kulinda nini? Kulinda nchi. Wengine hawasemi hapa, wengine wamekaa kimya, wamekasirika. Na wakulinda ni nani? Mimi nawaona hapa. Wakulinda ni nani? Sasa nyewe vijana mnatakiwa mshirikiane na jeshi la polisi kuhakikisha kunakuwa na amani na nini? Na usalama. Na sisi wenyewe kwa wenyewe tuonyane. Wale ambao wanahamasisha chini kwa chini, toa nini? Toa taarifa. Kundi kubwa kama hili, kuna wengine watakuwa wanapiga na nani hapa. Tatoa namba yangu. Wewe ukiona, yani ukimwona hata mtu ana viashiria, kwa kumuona usoni unaweza kaona ana viashiria. Unaona ana viashiria? Mimi nikiona hapa, kwani siwezi kuona kuna mtu ana viashiria hapa? Kwa uso unaweza ukaona kwamba mtu ana viashiria. Sasa mtu unakuwa na viashiria, unafanya maandamano, unachoma shule. Shule si watoto wetu wanaenda kusoma jamani? Watoto wetu wote, hata kama sio mtoto wako, mtoto wa dada, mdogo wako, shemeji yako. Hospitali tunaenda wote jamani. Umeugua, umepata malaria, umepata mvunjiko, kazi zetu barabarani kila dakika, umepata mafua, baridi usiku, tunaenda wapi? Tunaenda hospitali. Sasa mnapoharibu vitu kama hivi ambavyo vinatusaidia sisi, inakuwa ni hasara kwa sisi. Wewe unaweza kuwa unaandamana huko, kumbe na wengine wanaandamana nyumbani kwako, wakuta wamechoma nini? Kwa ndio maana nimesema vijana, maafisa usafirishaji wa bajaji pamoja na pikipiki za magurudumu matatu za mizigo, tushirikiane wote kwa pamoja kuhakikisha kunakuwa na amani na nini? Na utulivu. Kukiwa na amani na utulivu, kila mtu si atafanya shughuli za kujipatia uchumi. Haya, kulikuwa na vurugu, kuna mtu alikuwa na nani? Na sisi maisha yetu si ya kutoka. Utoke ndio ufanyeje? Utoke ndio ufanyeje? Ule. Usipotoka ufanye nini? Unamtuma mtoto, nenda kanunue dagaa pale, nenda kanunue kasamaki pale, nenda kapime kamchele kamafuta, umerudi na kariziki. Watoto wanafanyaje? Umefungiwa ndani, utakula? Maisha yetu sisi lazima mtu atoke ndio tufanyeje? Kule. Kwa hiyo nawaasa sana tushirikiane na jeshi la polisi kuhakikisha kunakuwa na amani na utulivu kwa kutoa taarifa. Wewe ukiona mtu ana viashiria au anaongea, toa nini? Toa nini? Huku toa nini? Huku toa nini? Hapo katika toa nini? Yeye mliokaa chini? Wengine wamesinzia. Na wengine wanawaza mambo mengine hapa. Baya. Na wengine unaanza nini? Posho utapata tu. Posho hamna shida. Kwa hiyo tumeelewana
basi tunaomba utoe ushirikiano. Mimi naona ni watu wema na ushirikiano mzuri na mapenzi mema na jeshi la polisi, ndio maana tumewaita mmekuja hapa. Kwa hiyo ni imani yangu huu ushirikiano niliouona hapa, huu upendo niliouona hapa, ndio tushirikiane kwa pamoja kuhakikisha kunakuwa na utulivu na amani. Sawa eh? Bajaji safi. Bajaji oye. Bajaji kazi kama kazi zingine. Bajaji safiri salama. Furuki yoyozi. Nasema bajaji, nasema hivi. Jamani, mbona hivyo? Mimi niwashukuru sana, sitaki kuwachukulia muda mwingi na kuwachosha. Japokuwa nimeona mnatamani niendelee kufanyaje? Nimewaona nyie ni memba watu leo si mmenijua Mmenijua Wewe una shida kituo chochote cha polisi, nipigie nini? Natoa namba yangu. Chukua namba yangu. Walisema hawakujui. Na kwa hiyo sababu walipigia mimi wananijua sasa. Huyu hapa mnamjua? Hamumjui? Hamumjui? Mtakufa naye? Huyu hapa huyu? Na mimi leo mnijue. Sawa Familia. Leo sasa si nimetembelea hapa, natembea maeneo mengi. Na mimi kuanzia leo ni nini? Familia. Wewe ukiniona sehemu yote ita familia. Mimi kwa familia imeongezeka, familia imeongezeka. Familia imefanyaje? Imeongezeka. Ukiniona tu familia, hiyo bodi itaijua anamaanisha nini. Nasema familia. Au una shida wewe fika tu familia. Afanye habari ya saizi. Mimi nitajua hii kodi ni ya wapi? Bongo. Kwa hiyo nawashukuru sana, naomba nitoe namba yangu ya simu. Mtu ana taarifa yoyote ya uhalifu na nini? Wahalifu sio mambo mengine. Wahalifu na nini? Na uhalifu. Namba yangu una shida yoyote, unataka kupata ushauri, shida yoyote, vituo vya polisi umekwama, una shida yoyote, wewe nipigie. Familia, habari ya sasa hivi. Sawa? Haya, namba yangu ya simu 0754 0754 963-204 0754 963-204. Hivi sasa nisome kama chekechea. 0754 Familia. Wewe sema familia. Sasa huko nyumbani ukiuliza huko familia una maana gani? Alafu akipiga wanakuta anaitikia mwanamke. Taleta shida. Kwa jamani, mimi niwashukuru sana kwa utulivu wenu na uchangamfu wenu. Nimependa mlivyochangamka. Mmeongeza familia. Kwa taarifa za uhalifu na wahalifu na wale wachochezi wanaochochea maandamano tuwasiliane. Umeelewana Mimi ni matumaini yangu tutashirikiana vizuri kuhakikisha kunakuwa na amani na nini? Na utulivu. Karibuni sana vituo vya polisi. Asante.